msiwaombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kuweni kama vile wao walivyokuwa katika huu ulimwengu. فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يقدر لهم الخير ويدفع عنهم الشر. wao walikuwa ni wenye kumuomba Allah wakiwa na hofu ya kumwogopa Allah na kumuomba Allah wakiwa na tamaa na yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Wamuomba Allah awakadirie khairi na awahifadhi na kuwazuilia shari siwapate. hao mawali wa Allah, hivi ndivyo walikuwa wakifanya. وقوله وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل، ni wanyenyekevu wenye kujidhalilisha wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فجمعوا بين الصفات الثلاث، kwa hivyo wamekusanya sifa hizi tatu: الرغبة kuwa na shauku, والرهبة na hofu, والخشوع na kunyenyekea. Sifa hizi tatu walikuwa nazo. هذه صفات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، hizi ndio sifa za mitume wa Allah عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل، نهيزي أين تاتني كتك أين ذا عبادة أنزو أبودي ونازو الله عز وجل. طيب، هي آية نردك ومخرافي مصوفي نزت وزومزي مخرافي sasa. Na mimi nishasikia kwa masikio yangu mmoja katika msikiti fulani tunakwenda kuswali, kabla ya swala alikuwa tu kalima asema haitakikani umwabudu Allah kwa hofu, sababu ukimwabudu Allah kwa hofu hiyo ni ibada ya watumwa. Fanye ibada kwa ajili ya hofu tu, kama si hofu wasingemwabudu Allah. Na pia usimwabudu Allah kwa kutarajia malipo mbele ya Allah, hiyo ni ibada ya wafanyabiashara, sababu wafanyabiashara wao afanya biashara ili apate faida. Kwa hivyo ibada hiyo ni ibada ya wafanyabiashara. Lakini muabudu Allah kwa kumpenda, alafu ukimpenda hata akikutia motoni akikutia peponi, hiyo si muhimu. Muhimu wewe wampenda Allah. Kisha akataja mashairi ya nani, ni Rabi'a al-Adawiyya, sema kuwa hakumwabudu Allah kwa kuwa amuogopa wala kutarajia pepo, kwa sababu ampenda. Salaf wasema man abada Allah bilhubbi faqat, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda peke yake, tazandaqa, huyo ataingia kwenye zandaqa wal iyadhu billah. Na ndio maana muona mambo kama haya. Sasa haya maneno hebu yapime na haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema innahum, mitume wa Allah, kanu yusari'una fi wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Aja khurafi akwambia wewe usimwabudu Allah kwa hofu, usimwabudu Allah kwa kutaka pepo, usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kumpenda peke yake. Si kweli, bali hayo matatu yote yatakikana yawepo katika ibada yote unayoifanya. Umpende Allah subhanahu wa ta'ala, umuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika uwe na tamaa na malipo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaandalia watu wema. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia pepo katika kitabu chake ikiwa wewe hutakikana ufanye amal kwa ajili ya pepo? Kwa nini Allah ametaja adhabu na kuwahofisha waja wake katika kitabu chake ikiwa hataki wewe umhofu Allah subhanahu wa ta'ala? Iwe ni mahaba peke yake. Ibada ya mfano kama huu yawapeleka wao katika zandaqa wal iyadhu billah. Ndio ukaona wazungumza maneno machafu wengine, nasallallahu alaihi wasallam. Kuna maneno katika vitabu vya masufi waliotangulia wale, yakisomwa sasa hivi na sufi amekaa aweza kusema si kweli.
aweza kusema si kweli. Wacha iko siku inshallah nitakuja kukusanya yale maneno yao katika vitabu vyao, kisha mje uwasomee, kisha niwaambie haya maneno yazungumzwa na magwiji wa masufi katika jamaa zao, ambao wao hawajatabarra minhu, hawajajitenga na wao wawachukulia kuwa ni mawalii wakubwa, alafu uje uone ile kufuru iliyoko ndani yake. wallahu almusta'an. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه. sema masufi wasema sisi hatumwabudu Allah kwa sababu tuna shauku ya thawabu zake, hatuna haja nazo. Hawana haja wao na pepo. Mrongo mkubwa. Kichomwa na mshumaa tu wewe taruka ruka kweli kweli. Wala khawfan min iqabihi, wala hatuogopi adhabu ya Allah, tuogopi adhabu. dhalika yukhawifu Allah bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah awakhofisha, wasema sisi hatuogopi, sisi hatuogopi. Na huku ukiona watu wa peponi, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqun, tulikuwa na hofu sisi tulipokuwa wapi? Duniani huko. Watu wa peponi wazungumza hivyo. Wao watuambia hapa kuwa sisi hatumwabudu Allah kwa hofu, hatumuogopi adhabu yake. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat, sisi tumwabudu Allah kwa mahabba peke yake, sababu tumpenda peke yake. Hadha kalamun batil, hani maneno ya batil. لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا وهم أكمل الخلق. mitume wa Allah walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa shauku na hofu, wakati wao ndio wakamilifu zaidi katika waja wa Allah. Wao ndio wakamilifu, hakuna mkamilifu zaidi ya mitume wa Allah katika wanadamu. Wao ndio wakamilifu katika waja wa Allah, na pamoja na hayo walikuwa wakimwabudu Allah khawfan wa tama. Bali watu wema aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala sema tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'unana khawfan wa tamaa, kwa hofu na tamaa. Wana hofu, ile hofu ndiyo yawasukuma wao katika kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wana tamaa, hawakati tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyowasifu Allah waja wema. Sasa kuna mwema gani ambaye zaidi ya huyo alimsifu Allah subhanahu wa ta'ala? Kiambiwa makhurafi wana vituko, nyinyi waona washambuliwa tu. Hawa waharibifu wa itikadi za watu, hao waovu sana, itikadi zao chafu sana. Na miongoni mwa itikadi zao kama hii, eti sisi tumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo waweza soma aya za adhabu, habari una, hata hofu una, sio? Allahu musta'an. Na ukisoma aya za pepo na janna inavyozungumzwa na yale mazuri Allah anayoyasifu yale ndani ya janna, hata habari huna. Kwa nini? Sina haja nayo mimi. Mbona biriani ya maulidini wekimbilia? Biriani wewe ushindwa kujizuia maulidini kama mpira. Nakumbushwa maulidini kupikwa biriani pilau ya maulidini, wewe waikimbilia, una raghba. Na kuna nyumba fulani zikifanywa itwa nini ile burda, huwa kama wewe si katika wale member huingii ibada hiyo, huingii. Kwa hivyo pale ana rahba, ana hofu asije asiingizwe katika grupu lile. Ndani kuna mtuzi wa kuku na chapati. Kwa hiyo kwenye kula ana raghaba wa rahaba, ana hofu asije asiingizwe pale ndani, na ana shauku ya kile kinachopikwa pale ndani. Jamaa hawa dini yao yazunguka kwenye sahani tu, wallahi alazim, si ati na wasingizia, dini yao yazunguka kwenye suhun, ile sahani ile inavyoandaliwa. Na wao wajua kwa dini yao yote yazunguka kwenye sahani. Wasema wazi wazi, sifu nchume na hakuna nte hapa na matezo nyinyi, ndio hivyo. Mmoja asema hivyo, maulidi ya sharbeti na biskuti tamtume udhuri. Astaghfirullah. Wasema haya maneno, wao wasema maneno haya, na katika aqida haya ndio wanayoitakia, mambo maovu ya batil kabisa. Allahu musta'an.
hakadha almutasawwif hakadha alkhurafiyun wako namna hii. Katika kila ibada ambayo utahitaji wewe utakuta kuna kasoro fulani iko. Kila ibada unayohitaji utakuta kuna kasoro fulani iko. Yaani hakuna ibada isipokuwa kutatiwa kitu pale ndani ama kutapunguzwa kitu pale ndani. Yaani lazima uongeze ama upunguze. Utaki vile vile alivyoleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mimi nitasimamia hapa. Fikiri limeeleweka. Insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja tutazungumzia al-khashya wal-inaba. Ingine tusonge mbele zaidi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.